Thomas Lokori aanze. Tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni, ambaye umejawa na huruma na rehema nyingi, tunakushukuru Baba kwa sababu ya upendo wako. Asante kwa amani ambaye imepatikana katika Kerio Valley hii. Asante Yesu kwa kuwa umetembea katika ponde hili la Kerio Valley na kuleta amani. Na ninaomba Baba ya kwamba amani hiyo iweze kudumu katikati ya Opokot na wa Markwet Baringo mpaka huko Samburu, na waweka mikononi mwako mpaka Laikipia na mpaka Turkana. Baba, ninaomba uendelee kuendeleza hii amani yenye sisi tumeona katika Kerio Valley hii, ielekee Turkana, sehemu ile ya Sarmach, kwenda huko Ombolion, kwenda Baba mpaka huko upande ule wa Kapitiri, mpaka Baba huko Kalemngorok, huko Kakol, huko Kainuk. Baba, ninaomba uweze kuendeleza hii amani yenye sisi tumeona kwa macho yetu ionekane pale, maana wewe ndiwe Mungu moja ambaye unatupenda wote. Ninaomba hayo na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya kanisa lako ambaye ulifia msalabani. Neno lako linasema na ukasema yote imekwisha. Na leta kanisa lako mbele zako. Leta watumishi wako mbele zako. Simamisha kanisa la Rift Valley, la Turkana, la Pokot na sehemu zote kwa utukufu wa jina lako. Watumishi wako wasimame kwa ukweli kutetea na kufanya kile ambacho ni makusudi ya moyo wako, kufikia wale ambao hawajafikiwa na neno lako. Asante Bwana kwa ajili ya familia zetu. Tunaomba kwa ajili ya familia ya Rais, tunamweka mikononi mwako, kampatie hekima na maarifa ya kuweza kuongoza watu wako, familia watumishi wako, familia zetu zote mikononi mwako, maana wewe ni Mungu ulianzisha familia na ukaona ni vema mwanamke na mwanamume wa familia yao kwa utukufu na ukuu wa jina lako. Ondoa kila makizirani katika jina la Yesu. Tunakemea kila nguvu za giza ambazo zinaweza kuingia katika familia zetu, ili tukaweze kufanya maneno ambayo hayakufurahishi wewe. Kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Pamoja na haya, Mwenyezi Mungu, tuendelea kutoa shukrani zetu kwa umbali ambao umetuleta Mungu wetu. Naleta uchumi ya nchi hii kwa mikononi mwako, tukitoa shukrani Mungu kwa umbali ambao umetuleta tangu rais wetu ashike ushukani na weze kuongoza nchi hii pamoja na baraza la mawaziri na wote ambao wanashughulika Mungu kwa national government na county government. Baba, tumeona mkono wako, tumeona uchumi ikikuwa Mungu kwa ajili ya utukufu wako. Tumeona tunaweza shika na mikono yetu kwa sababu Mungu ya baraka ambao umetupatia kupitia viongozi ambao Mungu sisi wenyewe tuliweza kuchakua Mungu wetu. Wabariki Mungu, waneemeshe Mungu. Asante pia kwa mambo ya manyumba housing ambaye tunaweza kuona kwa macho yetu, tunaweza kushika na mikono zetu. Baba, tunakushukuru. Baba, endelea kutumia viongozi wetu, maana wewe Mungu umetenga kila mmoja Mungu wetu kwa njia ambayo mwenyewe ulijua Mungu. Wabariki Mungu, wanemeshe na utumie kama vyombo ambao umetenga kando kwa ajili ya kazi yako. Utubariki na utuongoze, maana nimeomba katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Pamoja na hayo, Baba Mwenyezi, tunajileta mikononi mwako. Umetuambia katika neno lako kwamba hakuna uongozi usiotoka kwako. Baba Mungu wetu, tazama kiongozi wetu wa nchi yetu ya Kenya, rais wetu mpendwa. Tunamwombea Baba Mwenyezi hekima inayotoka juu, ili Mungu anaposimama, anapoketi, anapowaza, Baba Mwenyezi, Roho wako Mtakatifu aweze kuwa pamoja naye, ili Baba Mwenyezi anapoamua, anapoelekeza,
Baba Mungu aelekeze kulingana na mapenzi yako. Tazama Mungu naibu wake, tunamwombea ili Mungu msidishie hekima anapomsaidia rais. Naombea wa mawaziri wote wanaotumika Mungu katika ofisi mbalimbali na maidara mbalimbali, ya kwamba Mungu watende haki kama vile umetuambia katika neno lako, haki huinua taifa. Mungu waweze kutenda haki kwa mkubwa na kwa mdogo. Wale Mungu experts ambao wanafanya kazi katika nchi hii, tunawaombea professionals wote ili Baba Mwenyezi watende kazi hiyo, na kwa sababu Mungu umewaweka mahali pale kwa kusudi fulani, Mungu wasidishie neema. Tunaombea pia governors wetu, county governments, ya kwamba Mungu waweze kusimama imara na kuweza Mungu kudefine the right thing, ili Baba Mwenyezi nchi yetu au kaunti yetu isipaki Mungu kama inachikokota. Tuweze Mungu kwenda mbele. Tunaombea manaibu wao, wale mawaziri ambao wanatumika, watumishi wote Mungu tunawaombea. Naombea viongozi wa kanisa lako, viongozi wote Mungu, kutoka wachungaji wadogo na hata mpaka wa maaskofu. Baba Mungu wetu, tupake na mafuta yako, ili tunapoongoza kanisa lako tusiongoze kwa mawazo yetu. Tunaombea wale wazee wa nyumba 10, wale wazee wa mitaa, Mungu wetu, wanapotoa uongozi katika nchi hii kwa kila kona. Tunaomba Mungu uwepo wako iweze kuandamana na kila mmoja wetu. Mungu, tunalete kila mmoja mkononi mwako, viongozi wote wakubwa kwa wadogo, katika jina la Mungu Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Your Excellency, kabla tujaketi, kuna jambo tungependa kukuambia. Mwaka jana tulipokuwa tot, tulichanganya mchanga. Na kwa kuchanganya hiyo mchanga, leo hii mbele yetu, naomba ndugu tushike, leo hii tumelete matokeo ya mchanga, ya kwamba kuna vijana na kina mama wamesanyana. Kwanza hii ni kutoka mchanga ya Cheptulel na Kaben mpaka ya Marakwet na Pokot. Kuna vijana wamekutana na wako hapa. Kuna wengine ambao ni wale reformed bandits walipoleta hiyo bunduki kanisani. Unakumbuka Your Excellency, tukwambia the real disarmament, kutisa moyo na roho na akili. Na kwa ukweli wakalete peke yao bunduki mpaka kanisa naitwa AIC Chesongoch na hapa AIC Chesambur, hapa chini. Na wamekutana, wamelima shamba eka 5. Na hii ni malimbuko. Sisi kama kanisa tumekuwa na wao tukiwashauri. Tukatafuta mbegu kidogo kidogo, tukatafuta. Kwanza ukienda kwa hiyo shamba, hata hatukuwa na ujuzi ya kufanya hiyo kazi, lakini kuna matokeo hapa rais. Nyanya hii. Kwa sababu wewe si mchungaji, tungekupatia malimbuko na kuanga ya wachungaji. Sasa hii malimbuko utukubalie, tukupatie mnenaji wetu wa leo malimbuko haya. Yes, mnenaji Savi. Thank you very much. Yes, utuombea. Basi wacha tuombee malimbuko haya. Baba wetu mtakatifu, wewe Mungu tuwezeshaye kufanya kazi na kutonana na bidii ya mikono yetu, wewe Mungu unalete matokeo. Yes. Tazama Bwana, matokeo haya ya hii nyanya, Mungu wetu, ni bidii wa vijana wetu kutoka Pokot pamoja na Marakwet. Na Baba, kwa sababu wamefanya bidii na wamefanya kazi na wameleta malimbuko haya kwa nyumba yako, Baba, tunabariki malimbuko haya.
tukiomba ya kwamba Mungu wetu utabariki shamba hili iliyoweza kutoa matokeo haya, na haya matunda Mungu wetu yataenda kutoshelesha mahitaji ya wapendwa hawa, na Mungu wetu bidii yao itaendelea pia kuwasidishia baraka, na wataendelea kufurahia matunda ya kazi yao. Baba, tunabariki hilo shamba pamoja na hivyo familia ambayo imewakilishwa, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Na basi kwa sababu malimbuko haya ni ya watumishi wa Mungu, na hii imetoka katika mchanga wa Pokot pamoja na Elgeyo Marakwet, Your Excellency, utaturuhusu sisi tupatie Turkana pamoja na Samburu. Kwa hivyo kiongozi ya ushirika wa wachungaji kutoka Turkana na kutoka Samburu wakuje waweze kukula matunda ya bidii ya amani. Amen. Mchungaji. Amen. 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 Wapi Salacha? Salacha kuja sugwei. Salacha kuje kutoka kule Samburu katika jina la kutoka Ichamus. Amen. Barikiwa sana. God bless you so much. Amen. Asante sana. Mungu awabariki. Asante maaskofu ambaye ametuelekeza kwa upande huo wa maombi ya shukrani. Your Excellency, nafasi ambaye tunaelekea sasa, tunaelekea sisi kumaliza ibada yetu kwa nafasi wa